2 Kings chapter 7 verse 3. Second King chapter 7. Second King chapter 7 verse 3. Basi kulikuwapo na watu 4 wenye ukoma katika ingilio la lango la mji. Wakaambiana, kwa nini tukae hapa mpaka tufe? Kama tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Kama tukikaa hapa tutakufa. Kwa hiyo twende kwenye kambi ya Waramu na tujisalimishe. Na kama wakituacha hai tutaishi, kama wakituua basi na tufe. Endelea. Wakati wa giza la jioni wakaondoka na kwenda kwenye kambi ya Waramu. Walipofika mwanzo wa kambi hapakuwa na mtu. Kwa kuwa Bwana alifanya jeshi la Waramu lisikie sauti kama ya magari ya vita, farasi na jeshi kubwa, kiasi ya kwamba waliambiana, tazama, mfalme wa Israeli ameajiri mfalme wa Haiti na mfalme wa Misri kuja kutushambulia sisi. Kidogo tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kulikuwa na watu 4 wa ukoma katika mji wa Samaria. Njaa ilikuwako katika hiyo mji wa Samaria mpaka ikafika kiasi ya wamama kukula watoto wao. Kichwa cha punda ilikuwa inauzwa na bei ya juu kulingana na ile njaa ilikuwa huko. Na hiyo kijiji yote ilikuwa imezingirwa na ukuta ungeweza kubomoa. Ikatokea watu 4 ambao wako na ukoma. Na unajua ukoma, mnakumbuka wakati wa corona. Wakati wa corona watu walikuwa wametengwa ndiposa wasiambukize wengine. Hao watu wa corona walitengwa nje ya mji. Njaa ikaendelea kuzidi katika mji wa Samaria. Nao wanaendelea kuumia na ugonjwa, baada wanaendelea kuumia na njaa. Wakakaa wakasemezana, wakuuliza tukae hapa mpaka lini? Tukirudi katika mji wa Samaria ambaye ni kwetu tutakufa. Na tukienda kwa Waiti watatuua. Bwana Yesu asifiwe. Wakaamua ya kwamba wakarudi kwa Wasami, wakasema ni heri tu watuue, na ikiwa ni kutuua na tufi. Walipoamua kuenda, waliposukua hatua, step moja ilikuwa inakaa mgurumo wa farasi. Yaani Mungu aliweka miguu yao kisindo ya farasi. Walipokanyanga, wale Wahaiti walikuwa nadhani ya kwamba ni jeshi imetumanwa ikuje iangamize wao. Jeshi wakakimbia wakaacha kambi zao. Haleluya. Amen. Walikimbia wakaacha kambi zao ikiwa na chakula. Waliacha paka ngamia zote ambazo zingewakibisha na magari yao yote. Walikimbia wao vile walivyo. Wakaacha chakula, kila kitu yenye walikuwa kwa hiyo kambi. Haleluya kanisa. Amen. Walipokimbia waliacha chakula. Kumbe ni watu 4 wa ukoma. Hata afya yao sio nzuri, lakini walikimbia tu. Haleluya. Amen. Ni shida gani na kusumbua jamani? Umekaa katika shida mpaka ufe. Hebu kimbilia Mungu wako. Semezana na jirani yako. Mwambie sitakaa mpaka nife. Kuna uamuzi, kuna Mungu. Amen. Hapana kungoja. Amen. Sikiza sauti ya Mungu. Walisema watakaa katika shida. Hawakuona ukoma ni juu yao. Waliona tutakaa hapa mpaka tufe. Haleluya. Amen. Usikae katika shida mpaka ufe kwa shida. Usiku unasema shida yangu. Usikae ukisema eti nimekuwa. Eti wameniongea. Wewe focus Bwana. Chukua hatua. Enda kwa wao. Wakuruga kwa jina la Yesu. Na Mungu wa Israeli atakujibu. Amen. Waliweza kuenda. Kumbe Yesu wametoroka, wameacha chakula. Waliacha mavazi. Walienjoy wakakula na wakakunywa. Kimbilia usalama wa Yesu Bwana. Amen. Alileta mtoto wake
utashinda. Kanisa iko hapa wazi. Unakaa huko tu ukingoja kufa. Kimbilia Yesu, Mwokozi wa maisha yako. Ako naye na wewe. Hata kubadilisha story jameni. Waliweza kukimbia kwa wakakula na wakakunywa. Na wakati wameenjoy, wakasema na jioni ikifika tukiwa hapa, hii njesi ya Wasami kirudi watatuua. Na si turudi tuwaambie habari njema. Ukitendewa usinyamaze. Haleluya. Naona kama msikii. Hiyo neno kwa linaingia. Ukitendewa usinyamaze. Hebu ndio kawasende vile umetendewa.